Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Cisco. Njoo tuzungumzane hapa Dominic Salamba. Utakwenda kusikia mengi na mazuri kutoka kwake. Lakini kubwa zaidi, je, kwanza yamekwisha ama bado kuna mambo yanaendelea? Kwa sababu mengi pia yanaendelea kuzungumzwa na miongoni mwa vyanzo muhimu kweli kweli ni kutoka kwake. Lakini utakwenda kusikia hapa, je, ukimya wa wekundu Msimbazi Simba kuelekea dabi ya tarehe 25, nini hasa ambacho tukitarajie? Yote haya utakwenda kuyasikia hapa kwa mkongwe Dominic mwana wa Salamba. Lakini cha kufanya ni kitu kimoja. Kama bado hujawa mwanafamilia, basi subscribe ili uendelee kuwa mwanafamilia na kila wakati uendelee kupata taarifa njema kutoka hapa. Dominic Salamba, uko vizuri bro? Mimi namshukuru Mungu niko vizuri kabisa. Uzima upo? Mungu ni mwema kabisa. Na haulalamiki hata kidogo? Ndio. Bwana, watu wanajiuliza swala lilikuwa kubwa kweli kweli kati ya Yanga na mamlaka za mpira. Mwisho wa siku matakwa ya Yanga kama vile yamesikilizwa kwa sababu baadhi ya viongozi wamejiuzuru, lakini pia dabi imesogezwa mbele na milio imekuwa mingi kweli kweli kama vile Yanga amependelewa na namna kama hivyo. Tuanzie tu kwenye vyanzo vyako. Jambo hili limeishia hapa ama bado kuna watu wengine wanatafutwa na utarajie lolote linaweza likatokea wakati wowote? Dominic Salamba. Nafikiri kwanza kabisa nipende kutoa pongezi kwa klabu ya Yanga. Kwa sababu haikuwa rahisi. Unajua, kuamua kutoka na kuanza kupambania haki na watu ambao ndio wameshikia mamlaka sio kitu kirahisi. Kuna wengine walikuwa wanasema Yanga ni timu kubwa, lakini ukubwa bado hawana mamlaka. Lakini waliamua kusimama. Ilikuwa kuna miruzi mingi sana, propaganda nyingi sana, upotoshaji mwingi mkubwa, lakini waliendelea kukomaa, na hiki ambacho kimepatikana ni kama kimekwenda kutoa mwanga katika kwenda kubadilisha mustakabali wa mpira wetu. Na ukiangalia walikuwa wana demandi 4 kama sio 5. Kuna 5 ninaiongeza. Walikuwa wametoa demandi ya kwanza ya kwa maana ya kamati, mwenyekiti wa bodi, CEO, lakini pia na mtendaji na katibu mkuu wa shirikisho, bila kusahau moja ya kwamba hata kama yote yatakwenda kufanyiwa kazi, lazima mechi iweze kusogezwa mbele. Nao ilikuwa ni miongoni mwa maombi au madimandi ambazo walikuwa wameweza kuitoa. Na ukiangalia likaanza lile la mwisho la 5 ndio likaanza kuwa la kwanza, mechi ikasogezwa mbele. Tukaona nani mtendaji mkuu kwa maana ya mtendaji mkuu wa bodi ya ligi akisimamishwa kazi, lakini pia na mwenyekiti akiweza kujiuzuru. Kwa hiyo limebakia jambo moja kama sio mawili, likiwa kwanza kuna ile la katibu mkuu ambao na pia naamini bado lipo, kwa sababu bado yale yote ambayo yalikuwa yamezungumzika, ule udhaifu wote ambao ulikuwa umezungumzika bado upo na bado yuko ofisini. Kwa hiyo lazima ifike hatua aweze kuwajibika, si tu kwa maslahi ya Yanga lakini kwa maslahi ya mpira. Kwa naamini ni wakati wote kutoka sasa lote inaweza kwenda kutokea. Lakini kwa swala lingine lile la kutaka bodi iweze kuwa independent, na wao walizungumza kwamba si jambo ambalo inaweza kwenda kutokea kwa mara moja, kwa sababu ni michakato, kuna swala zima la budget na vitu vingine vingi, wadhamini. Naamini kwa hiki ambacho kimeanza, na kwa sababu tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa shirikisho, ninaamini pengine inaweza kwenda kutokea mabadiliko makubwa ya kiuendeshaji. Kwa hiyo itakwenda kufanya sasa watu watakao kuja waweze kuwa na mtazamo mpya, lakini wakienda kutumia kama yale matakwa ya Yanga ikiwa kama ni guide za msingi. Kwa sababu yote walioyazungumza si tu kwamba ilikuwa inakwenda kwa favor Yanga, lakini ilikuwa kwenda kufavor mpira kwa ujumla, kwa sababu ni malalamiko ambayo hakuna timu ambayo haikuwahi kulalamikia hayo ambayo Yanga walikuwa wanalalamikia. Ndio. Kwa hiyo kwa mujibu wa vyanzo vyako, huenda tukasikia taarifa tena kwa umma juu ya Wilfred Kidau, mtendaji huyu mkuu wa TFF kwa maana ya katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu, na yeye muda wote huenda akang'atuka ama kung'atuliwa tena shirikisho hilo. Definitely naamini kwamba itakwenda kutokea, kwa sababu bado kuna hoja za msingi ambazo zinamhusu. Na kwa maana ya kwenda kusafisha haya mambo itakuwa haijakamilika kama utamuondoa Mguto, utamuondoa Kasongo alafu yeye ukamwacha. Kwa naamini kwamba ni swala zima tu la muda, na wakati wote inaweza kwenda kutokea akaenda aidha kwenda kusimamishwa au kwenda mwenyewe kujiuzuru. Na ingekuwa ni heshima kubwa kama angeamua mwenyewe kujiuzuru ili atengeneze uwajibikaji, na baadaye watu wangeweza kuja kumkumbuka kwa maana zaidi. Ndio, kuna issue za TAKUKURU ziliibuka hapa siku 2-3, kwa mujibu wa vyanzo vyako bado zinaendelea ama nazo zimeotambawa kidogo, kwa sababu baadhi ya viongozi wamejiuzuru, labda TAKUKURU akaona hawana haja ya kuendelea na haya ambayo yanaendelea kwenye mpira wetu. TAKUKURU wao wana utaratibu wao kufanya kazi. Wana namna yao, sio kama vitu vingine, wana njia zao, wana taratibu zao, na sio mambo ambayo unaweza
kuchukua labda siku 2 siku 3 ukakamilisha. Kwa sababu inakuwa ni mambo ya kiuchunguzi, wana mahojiano na vitu vingi ambavyo wao ndio wenye wedding nisipende kuwazungumzia. Kwa naamini kwamba kama ulisikia limeanza katika vyanzo vyako, basi naamini kwamba itakuwa linaendelea, kwa sababu hilo jambo sio jambo la Yanga. Ikishafikia hatua pakapa na malalamiko ya kimsingi hasa ya matumizi mabaya ya ofisi au hata matumizi ya fedha, maana yake hapo tena inakuwa ni issue ya public, sio tena issue ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo wao wapo kwa ajili ya kwenda kusecure maslahi ya public. Kwa hiyo nafikiri kwamba wakishakuwa tayari watakwenda kutoa taarifa, lakini naamini kwamba watafanya kazi nzuri kama wameweza kuanza kufanya hiyo kazi, na tutakwenda kushuhudia yaani majibu mazuri ambayo yatakwenda kuwa ni mwarobaini wa mpira wetu wa Tanzania. Dominic Salamba, bodi ya ligi walitangaza tarehe mpya ya dabi tarehe 25, lakini toka tarehe tangazwe Simba wapo kimya kweli kweli, hawasemi chochote. Na kwa mujibu wa vyanzo vyangu vinanipa taarifa ya kwamba vikao vinaendelea kuwa vizito mno ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini hivyo vikao pia Domi vinaeleza kwa nini pia waliohudhuria kwenda kuzungumza na mheshimiwa mwenye mamlaka mpaka wakapata muafaka si viongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Baadhi ya wajumbe wa bodi wanaoji kwa nini kumetokea mambo hayo, wawakilishi sahihi kutoka kwenye management hawakuenda. Wanahisi kama vile kuna vitu havikukaa sawa, lakini inasemekana wameanza pia kupima upepo, kuwapa mashabiki wao wenye nguvu taarifa za kuzungumza mawili matatu kwamba bira hiki hatuwezi kucheza, waamuzi watoke nje, kuangalia namna gani na wao wanaweza kupata hata pointi moja ya kuonekana kwamba na sisi tumeshinda. Nafikiri hiyo ndio changamoto. Ujue changamoto ni kwamba kuna wakati tunaweka zaidi ushabiki mbele kuliko uhalisia. Na hata baadhi ya wachambuzi tuliwasikia wakiweka ushabiki mbele. Na Simba wenyewe wakajisahau, wakajikuta kwamba wanaingia kwenye mtego wa kuzuia lolote linalowajia bila kulifanyia tathmini ya kina. Hawakuwa na demand yote ya msingi. Lakini pia nafikiri ile swala la kwa nini wameenda hawa na wakwenda hawa, hiyo inaweza kuonyesha kwamba kwa namna gani ambavyo hamna mawasiliano mazuri. Sasa leo ukianza kuhoji kwamba kwa nini wengine hawakwenda, ina maana hiyo taarifa ilifikia wapi? Na klabuni kwa nini hao wakaenda? Kwa nini hao wengine ambao walifikiria wanatakiwa waende hawakuweza kwenda? Manake hapana mfumo mzuri wa kiuongozi, kwa maana ile kwamba taarifa imetoka hapa inaenda kwa hapa na yuko nani. Manake yale majukumu ya mgawanyo wa mtu mmoja mmoja pengine kuna shida. Ndio maana imefika hatua hata unafika mwaliko mkubwa kutoka Ikulu, wanaibuka watu ambao pengine hawakustahili kwenda, lakini mpaka wanakwenda pale maana kuna watu walikuwa wamewasiliana nao. Sasa hao watu ambao waliopata taarifa ndio wamekwenda kuwakosea wenzao. Kwa nafikiri inatoa picha nyuma, na huko nyuma nisha kuzungumza kwamba ukiangalia wenzao wa Yanga management yao iko well organized. Yaani ni rahisi kuweza kujua roles za Mtine, ukaweza kujua roles za Arafati, ukajua roles za engineer, ukajua roles za kama tendaji wa Kinangai, wa kina Munili na wa kina Gulamali. Unajua majukumu na unaweza kuona mara kadhaa wamekuwa wakishirikiana kwa mambo mengi yanayohusu klabu. Kwa hiyo sisi wameka, lakini wenzetu ni kama kuna changamoto zimeza muda mrefu. Sio mara moja mara mbili, unakuta kuna wakati mwingine hata kwenye mechi nafasi ambayo pengine ungetaka kumuona mwenyekiti wa klabu haumuoni, unakuta pengine atambulishwi. Yaani pamekuwa pana ni kama vile ni jeshi la mtu mmoja anafanya vitu vingi. Bado hawako organized. Kwa hii ni moja ambayo inakwenda kutafsiri kwamba hawako vizuri. Kwa maana ile ya management structure yao haijakaa sawa, ndio maana wanaweza kuanza kuhoji kwa nini alienda na sio huyu. Yaani baada sisi tuhoji watu wa nje, wao watugee majibu, wao wenyewe ndio wanaanza kuhojiana. Na kama kuna shida, lakini pia kwa maana ya kuanza kutumia watu wenye nguvu haiwezi kusaidia. Si kwamba unatumia mtu mwenye nguvu. Huyu mwenye nguvu unampa hoja. Unaelewa? Yaani sio tu kutumia mtu mwenye nguvu. Huyo mwenye nguvu unampa hoja. Kuna wachambuzi waliwatumia wakiamini kwamba wana nguvu, wana followers wengi, wapo kwenye redio kubwa, lakini walifeli kwa sababu hawakuwapa hoja. Kwa hiyo itakiwa wawape hoja ili wanapotaka kuzungumza waweze kuwa na mantiki na watu waweze kuelewa, na baadaye yale ambayo wanazungumza yaweze kwenda kutokea. Yaani leo tunapozungumza Dominic Salamba, sizungumzi tu kwa utashi kwamba hii ni Simba ni Yanga. Nafanya sawa critical analysis. Napitia vitu ndio nakuja nazungumza nikiwa na nini hiki ninachokizungumza kipo sahihi. Na watu watakwenda kukubali au hawatakubali. Kwa hiyo watu wajifunze kupokea na kuchakata. Sio unapewa tu message, unatoka ndio hewani unaanza kuzungumza, matokeo baadaye watangeza hawaonekani, hawasikiki, mtandao hawapo. Kwa nini? Kwa sababu wanakosa kuja na majibu ya hiki ambacho kwa kimeanzishwa. Kwa nafikiri hiyo iweze kwenda kuwa somo kwa watu wengine kwamba ifike hatua. Na kama kusomea mpira, tusimamie mpira bila kujali pande gani ambapo tunakwenda kuumia.
cha msingi mpira uweze kuendelea na tuone kwamba hatuwezi kuchukuliwa na tuone mabadiliko makubwa ya kimpira katika mchezo huu. Mpira sio tu Simba na Yanga, wote wanatuhusu kwa namna moja ama nyingine. Ndio, manake tulizoea kuona matamko makubwa yanapotoka kama haya, klabu kama klabu na wao wanatoa pia matamko yao. Na mfano hata ratiba 2-3 zilizotoka za nyuma kuelekea kwenye dabi, Simba walikuwa wanaposti kila leo. Na ndio maana pia kuna mtu aliniambia ukiona Simba hawajatoa tamko lolote, basi tamko lao linaendelea kuishi lile kwamba hatutashiriki mchezo huo kwa sababu utakuwa batili. Hilo ndio tamko la mwisho ambalo lipo kwenye ukurasa rasmi wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa maelezo yako, mimi naamini kwamba Simba watapeleka timu tarehe 25 na lazima wacheze hii mechi. Hii mechi lazima wacheze sababu hawana sababu ya msingi ya kutopeleka timu. Okay. Na baadhi wao ndio walikuwa wanataka mechi. Yeah. Amea alikuwa anakata mechi sio Yanga. Yes. Yanga alikuwa anakata mechi. Wao walikuwa wako kucheza mechi. Okay. Mpaka wakaingia jukumu la kwanza kupromote mechi. Hiki ambacho sisi wanakifanya ndio utaratibu wa kawaida tokea mabadiliko ya kimgawanyo wa kimapato yalipotokea. Kwa maana kwamba ikiwa mechi mwenyeji anachukua mapato yote na yule mtu ambaye ni mgeni achukui, ndipo utaratibu wa Simba na Yanga kupromote mechi kwa pamoja ulipoisha. Okay. Ukaona mechi za Simba Yanga uwaoni wakianza kutoa promotion kubwa, sababu wanaamini kwamba mapato yote ambayo yatakwenda kukusanywa yatakuwa ni sehemu ya Simba na kwenda kuwapigia wao chapuo, kitu ambacho wao hawakutaka kukifanya. Na the same mechi kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hizi, hii mechi ni ya Yanga. Ndio wanawajibika kuhakikisha kwamba anaandaa mazingira yote, kufanya promo, watu wakiwa kupanga viingilio. Kwa huu ndio utaratibu uliozoeleka. Ule mwingine ulikuwa unataka ambao walikuwa wanaufanya kwa maana ya kuatia Yanga hasira, ili wasije na pengine wanufaike na pointi za mezani. Okay. Sawa, Dominic Salama, mimi nashukuru kwa namna ambavyo umetuelekeza, lakini itakuwa mchoyo wa fadhila kama hatujawaambia watazamaji wetu juu ya hap ambayo inaendelea kufanya vyema, lakini juu pia ya Jamvika na Salama ambapo watu wengi wanaendelea kunufaika kupitia jamvi la kila leo na Jamvika na Salama. Nafikiri kwanza kabla hujafika huko niwaambie watu kwamba uchaguzi wa shirikisho huko mbeleni. Yes. Hauko mbali. Na ni uchaguzi ambao kuna vitu vingi vya kudiscuss. Kwa hiyo ni fursa hata kwa wanahabari kuanza kufuatilia details moja moja. Sababu mpira sio tu wa shirikisho, mpira ni wa Tanzania wote. Na hata wale wajumbe ambao wanakwenda kwenye uchaguzi, manake wale wanachukua mawazo ya Watanzania walio wengi nyuma yao. Kwa hiyo ni wakati wa wanahabari, vituo vya redio, television na watu wengine wote kuanza kutoa maoni, na hata wakiuangalia mchakato wenyewe, je, uko sahihi? Na kama hauko sahihi, maeneo gani yaboreshwe? Kwa sababu ambacho kinakwenda kutokea ndio ambacho kinakwenda kuzaa viongozi ambao wanaweza kutufikisha nchi ya hadi. Tumefika hapa leo hii, yametokea yote masintofahamu haya ni kutokana na watu kutowajibika kwa umakini ambao tulikuwa tumewaweka. Kwa hiyo ni vema pia mkaanza kupata nafasi ya kuzungumzia mchakato, na uzuri wametoa ratiba kipi, wametoa mpaka mchanganuo mzima. Kwa hiyo siishie tu kama ni jambo la kwao. Baadaye tunakuja tunaanza kulalamika mambo yakiwa hayaendi. Kwa hiyo ni wakati wa kuanza kuhoji kama ni wagombea, taratibu zimekaa vipi, utaratibu wa kuchukua fomu, utaratibu wa endorsement, yote yafahamike na tuone kama je, yanakwenda kusaidia mpira au yanakwenda kusaidia watu wachache. Ndio. Na hapo kabla pia haujanijibu swali ambalo nimeuliza, kumekuwa na changamoto, nafikiri tutatafuta siku nzuri kwa ajili ya kulielezea kwa upana zaidi swala. Lakini kumekuwa na changamoto ya watu wengi kukosa endorsement. Hili limekaaje? Na watu wanakosaje hizi endorsement na kukosa sifa za kushiriki uchaguzi? Umezungumza kwamba tutakuja kuongea wakati mwingine, lakini kweli kuna changamoto na tutabidi tuizungumze kwamba utaratibu hauko fair. Haiwezekani yaani watu wote wamwindozi mtu mmoja. Na hiyo endorsement ilifanyika lini na kwa nini? Na kwa nini hii kipengele kiwekwe? Sababu tunaamini kwamba wadau wa mpira wako tofauti tofauti ambao wanza wakaja. Kwa hiyo kwa nini tu isiende kuwa ni swala la watu wagombee waende kufanya usaili, mwenye sifa ataonekana, sababu nchi yetu ina taratibu wa vigezo vya kwanza kupima na vile chaguzi nyingi, lakini sije kaa hiyo kifungu kinawekwa kwa ajili ya kufanya watu wengine waendelee kuhodhi kitu ambacho hakipo sahihi. Hakipo sahihi. Haiwezekani. Kwa hiyo kuna haja ya jambo kuliangalia. Inaweza kaa ni kikwazo tukakosa watu wenye uweledi wakawa wanabanwa na sababu ambazo wakati mwingine zinaweza kutatulika. Kwa binafsi siafiki kwamba kuona kwamba inaweka mambo ya sui vya mikoa, sui vilabu vikuindozi na nini. Hapana, ifike hatua tuache watu waweze kuwa huru, waweze kuwa na nafasi ya kwenda kugombea. Kitu kitakachoamua vitaangaliwa experience ya mgombea, elimu yake, wajibikaji wake, kama na makosa jinai. Haya ni mambo ya msingi ya kuyaangalia. Haya mengine kwa mpaka watu wa kuindozi. Je, kama watu watakuwa wametengeneza system waweze kumindozi mtu mmoja?
Hamuoni kama itakwenda kunyima haki ya msingi ya watu wengine? Yeah. Je, mtu mwingine ni mdau tunamfahamu, lakini hana mahusiano ya karibu na hivi vilabu, kwa sababu kuwa mdau wa michezo sio lazima uwe karibu na Yanga, uwe karibu na Simba, uwe karibu na Azam. Unaweza kuwa ni mdau wa michezo na usiwe karibu nao wao viongozi wako madarakani, yeah. Lakini unatosha, una kitu cha kwenda kusaidia. Kwa hiyo mimi kuna haja ya kuziangalia hizi kanuni zao ambazo zimewekwa, hizi criteria, kuweza kuona je, kweli zipo kwa maana ya kwenda kulinda mpira au zipo kwa ajili ya kwenda kuwabeba baadhi ya watu, kitu ambacho akikubaliki. Hatukatai yeyote mwenye sifa agombee na ashinde ambaye anatakiwa kushinda na aende kuongoza kwa uwezo wake. Isije ikawa ni kama vile tunakwenda kutengeneza guts kwa watu wengine wasiingie kwenye mtumbwi. Okay. Walio kwenye mtumbwi ndio wao wanapanga wenyewe taratibu wao ambao utakwenda kuaffect na wale ambao wako nje ya mtumbwi. Bana, tumalizie na Javika na Salamba pamoja na pia tu, maana hapo umezungumza mengi na mazuri, na nafikiri pia kuna nyakati tutakuja tuyachakate vizuri ili watu wapate somo kubwa, hasa miongoni mwa maswali mengi ambayo yanaulizwa: kwa nini wagombea wanakosaga endorsement kwenye mambo haya, na kwa nini mifumo imekuwa hivi inaruhusu mambo haya endelee, na mwisho wa siku ndio anatuletea viongozi ambao si sahihi. Nikasema sawa, tutafuta nyakati nyingine kwa ajili ya kulizungumza lenyewe hili na Dominic Salamba. Na kushukuru, nimekaa vizuri, lakini kubwa tu tunataka kuzungumza kwamba tuna application ya Salamba TV. Ni miongoni mwa application bora ambazo unaweza ukajipatia habari nyingi, na hasa kipindi hiki cha usajili tutakuwa tunatoa habari nyingi na za uhakika kupitia application yetu. Ndio sehemu pekee ambayo unaweza ukaenda ukapakua na ukapata habari za uhakika ambazo hazina kona kona. Huku hakuna habari za miemko. Na kwenda kutoa kitu kama kilivyo. Lakini pia kwa watu Javika na Salamba ni wakati wa kwenda kufurahia kwenye application, kwa sababu kwenda ndani tumewekea odds za bure kabisa ambazo unazipata zikiwa zimeandaliwa vizuri kwa weledi wa hali ya juu, ambazo zinakupatia uwezekano mkubwa wa kuweza kushinda na kuwa miongoni mwa watu ambao wanatengeneza kipato kupitia mchezo huu pendo, kwa sasa mchezo wa betting. Lakini kwa wale ambao wanatumia Javika na Salamba ni very simple. Chukua simu yako, weka nyota 150 nyota 50 nyota 1 leli, then namba kampuni 610 251 baada ya hapo unaweka kiasi kwa siku 1000, wiki 5000 na kwa mwezi 1500, na wala VIP ni 30 kwa siku 5. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri, kisha unapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV ukiwa umejiunga na kuwa miongoni mwa watu ambao wameendelea kushinda, nasa kipindi hiki ambacho kuna mechi nyingi za FIFA Club World Cup ambazo zinaendelea kule Marekani, lakini pia kuna michuano mingi ya vijana na Amerika Kusini na Afrika. Kwa hiyo wakati ambao odds zinakuwa zinapanda juu na kufanya watu waweze kushinda na kushinda. Mimi binafsi wiki nzima hii ukiongea Diego atakwambia nimeendelea kujipatia kila siku pesa ya mafuta, kila siku isiyopungua kiasi kubwa. Lakini usije kanipigia simu na ukaanza kunikopa. Cha kufanya jiunga Javika na Salamba. Bwana, mimi nikushukuru sana Dominic Salamba. Karibu tena. Bwana, huyo ni Dominic Salamba na tunamshukuru kweli kweli, lakini endelea kuwa nasi kwa sababu taarifa kubwa tena kuja hivi punde. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya muziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.